Aisifiaye mvua basi imemnyea. Hivi ndivyo ambavyo wananchi wa kijiji cha Lusungo, kata ya Lusungo, wilayani Kyela, mkoani Mbeya, wanaweza kukushuhudia nao juu ya kipenzi chao, mdau mkubwa wa maendeleo kijijini hapo, Edson Kabusu. Ni jina lisilokauka kwa wana Lusungo kwa namna anavyoendelea kugusa mioyo ya wanakijiji hao kwa vile anavyojitolea katika sekta mbalimbali. Tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ilikuwa ni siku nyingine ya kukumbukwa kwa wanakijiji hao baada ya mfanyabiashara wa madini Edson Kabusu kutimiza ahadi yake ya kukabidhi kiasi cha pesa za Kitanzania milioni 5 kwa ajili ya ununuzi wa eneo la kujenga shule ya msingi ambayo itahudumia watoto wa kijiji hicho. Kutokana na shule waliokuwa wakisoma watoto hao kugeuka dimbwi la maji kutokana na maji mengi kutuama eneo hili kwa takriban miaka 3 sasa, na hivyo kuwafanya watoto wa kijiji hicho kutembea umbali mrefu kijijini hapo kwenda kijiji cha jirani kupata elimu. Kabusu ametoa mchango huo huku pia akisimamia harambee ya uchangishaji kufanikisha mchango kwa ajili ya kufikia malengo uliojiwekea kijijini hapo. Edson Kabusu alikabidhi mchango wake kwa uongozi wa kijiji kwa ajili ya kuhakikisha eneo la ununuzi niwakute mmeongezeka wa kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo linakamilika na ujenzi unaanza haraka iwezekanavyo. Sisitiza walimu kukaa karibu na maeneo ya shule. Tunapata nafasi ya kumsikiliza moja kati ya walimu wa shule hii ambaye yeye atatuambia kiundani kinaga ubaga walimu wanapata adha gani, lakini pia hali halisi ya shule hii ilikuwepo kwa muda gani. Karibu sana. Pengine tungepata kufahamu majina yako, unaitwa nani? Asante, naitwa Mwalimu Jeston John Msena, ni mwalimu wa kujitolea kwenye shule hii. Ni kweli katika mazingira halisi kabisa walimu wanapata shida sana. Yaani kuanzia sisi walimu ambao tunajitolea, lakini sio sisi tu walimu tunaojitolea, lakini hata walimu waajiriwa wanapata shida kama mlivyoona ndugu waandishi wa habari kwamba hata majengo ya walimu, makazi ya walimu ni shida hata kuiangalia, hawezi mwalimu kukaa kwa ujumla. Kwa hiyo walimu wote wamejikuta kwamba wanatafuta makazi ya ziada. Na ukiangalia tena ndio kama hivyo, majengo ya shule yote yako kwenye maji kwa kipindi tangu 2022 mpaka sasa hivi 2024, takribani kama miaka mpaka sasa hivi 2025, takribani kama miaka zaidi ya 3. Pengine tufahamu watoto wamehamishwa sasa, hawapati huduma ya elimu kutoka hapa. Walimu hali halisi ipoje? Wao pia wamehamishwa kikazi ama imekuwaje? Hapana, kwa muda tu walimu wameambiwa kwamba wakafundishie shule nyingine jirani. Kwa hiyo walimu nao hawajahamishwa, bado wanateseka kwenye maji, lakini huduma ya watoto inapatikana, lakini ni mbali na watoto. Kwa hiyo watoto wengi wamejikuta kwamba hawahudhurii shuleni. Ni vigumu kuhudhuria kwa wale watoto wadogo. Wanaoweza kuhudhuria ndio wanaweza kupata masomo kidogo, nayo ni tabu. Kwa sababu tumefika kwenye shule ile watoto wamechanganyikana, wamekuwa wengi mle, watoto wanakaa chini. Ni vigumu sana kutoa huduma kwa mazingira kama haya. Na ninyi sasa kama walimu wa eneo hili ambao kimsingi mazingira ya watoto yamewaathiri nyinyi moja kwa moja, tunataka kufahamu mmeathirika kiasi gani katika shughuli zenu za kila siku, hasa mnapohudhuria katika eneo lenu la kazi? Sisi tumeathirika sana tu, kwa sababu kwanza tunaathirika kisaikolojia kulingana na kwamba tulizoea mazingira ya kwetu, lakini sasa hayapo kabisa. Lakini tumeathirika kwa sababu mipango kazi ya shule haiwezi kwenda kama vile mlipanga kwa kuhamia eneo lingine. Kwa hiyo mipango kazi ya shule imevurugika kwa ujumla. Kwa mfano mwaka jana tulitoa wanafunzi bora hapa mpaka kwenda shule za vipaji. Kwa sasa hivi yani tuna wasiwasi katika mazingira haya, yametuathiri sana. Sidhani kama tutaweza kufikia yale malengo tuliyojiwekea. Na mtazamaji, nadhani umetoka kumsikiliza mwalimu hapa akizungumzia hali halisi ya mazingira ambayo wanakutana nayo wao kama walimu na wasimamizi wa watoto ambao nimetoka kujuza. Kwa majina naitwa Azadi Isa Makalundwa. Natokea shule ya msingi Lusungo ambayo imekumbwa na maji. Ninasoma darasa la 5. Mimi naomba wadau wote na rais, mimi nakuomba hali yetu ya shule naiona. Niambia mwenyekiti niwakute mmeongezeka na hela zimeongezeka. Niliwaambia msingi tajenga wote. Narudia kuongea. Mama pale.
msingi ule tutajenga wote. Mwenyekiti wenu anakuja kwangu usiku na mchana. Hebu mpigieni makofi. Weka. Huyu mke wangu huyu ananilea watoto. Sio mke wangu, mke wa Mamada, Mamada njoo Mamada. Mamada njoo. Huyu hapa mke wa kaka yangu Wilson Mwambo, sasa ni marehemu. Kwa nguvu kubwa na kuja Rusungo, pengine wajukuu zangu. Mtendaji wa kijiji cha Mpanda na kaimu Rusungo aliniomba mkurugenzi wa wilaya Kyela na mwenyekiti wa halmashauri wanaomba namba yangu. Niliwaambia wape. Alipowapa, kesho yake asubuhi majira kama saa 3 hivi, kama 6. Niongea na mkurugenzi kwa uchungu wa Rusungo, kama mezaliwa Rusungo. Niliongea naye kwa mapana sana. Hivi ninavyoongea na nyinyi hata Sulango haijui. Hata Sulango simjui. Aliongea kama sio mkurugenzi. Aliongea kuniongezea nguvu na jina mlionipa la Musa, hata yule achangia kunipa jina la Musa. Tungepata wakurugenzi kama hao na mwenyekiti wa halmashauri kama huyo, tungefika kwa Mungu. Aliongea roho ilimuuma, alinituma, naomba kibusu, sijakufahamu. Lakini wewe ndio Musa, uende Rusungo, kakae na wana Rusungo. Kile kikao cha kwanza nilitumwa na mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kyela. Kwa sijui kama nyie mnazubaa kama viongozi wale wanatakia shule yenu ibaki Rusungo na watoto wenu wasome Rusungo. Kwa mpaka sasa nipo natembea na nguvu za hao watu. Hivi ninavyoongea sasa hivi wanajua kibusu leo iko Rusungo. Ndugu zangu, nilikuja na milioni 5. Nimezipunguza. Naomba tu mwenyekiti wa Rukwego akili kwanza makosa. Mwenyekiti wa Rukwego alikuja nalia kuwa amepewa nafasi moja ya darasa la Rukwego pale ya kutengeneza maabara nini? Kitu gani? Kompyuta. Kwa akaniambia, akanyangukia nitengeneze ile darasa, vioo, singibodi na malumbano. Pengine hapo ndo palipopunguza kweli kwake. Nimemfungia vioo mwenyekiti. Kesho kutwa wanakuja kujenga singibodi. Kwa naomba pia, sio kusema nakuja kwenu tu, lakini mmeniuzi, sio hizi. Kwa naomba nikabidhi hizi pesa. Hizi hapa milioni 3. Hapa kwa 550.